Hayo ameyasema wakati akifungua mafunzo kwa wanawake na vijana ambao wanaratibiwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, ambapo Halima Dendego amesema kuwa kuwepo kwa mazingira mazuri ya uwezeshaji yanayowekwa na serikali kumechangia kuongezeka kwa hamasa ya uchimbaji na kuomba leseni. Mkoa wetu wa Singida mpaka sasa tumetoa leseni nyingi tu, lakini tukisema leseni ndogo za uchimbaji wa madini tumefikia 1279, lakini tuna leseni 50 za uchenjuaji, lakini tuna leseni kubwa za biashara madini 22 na leseni ndogo ndogo za biashara 82. Lakini pia tunayo maeneo 6 ambayo yametengwa katika mkoa wetu kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Mkoa wetu kitakwimu tumezidi kuongeza mapato yatokanayo na madini. Tumeanza mbali kwa 2019 na 20, kwa 2019 na 20 mkoa uliweza kukusanya wastani wa bilioni 1.49 katika swala zima la sekta ya madini. Lakini katika kipindi hiki miaka mitano iliyopita mpaka sasa tumefikia makusanyo ya bilioni 33.5. Kwa upande wa meneja wa mradi kutoka UNDP Bwana Godfrey Nyamrunda amesema kuwa shirika hilo linaendesha kujizatiti kuwezesha wachimbaji wanawake na vijana kuwapatia mafunzo kwa vitendo. Ukienda kule na kina mama wengi wanajishughulisha aidha hasa kwenye kuongeza thamani hapa kwenye kuchoma gypsum na kuanza kuongezea thamani na kufanyia shughuli nyingine. Kwa hiyo kina mama ni wengi na vijana ni wengi sana kwenye sekta hiyo. Kwa hiyo tuliona tujikite hapo. Baadhi ya wanawake walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kuridhishwa na mafunzo walioyapata. Sababu hiyo hatuna vifaa vya kufanyia kazi. Sehemu tunafanya kazi kuna maji mengi. Changamoto kubwa ni maji. Lakini tungewezesha vifaa vya kuweza kufanyia zile kazi, kuvuta maji, kwa mfano mapaipu, mashine za kuvuta maji, generator ambayo inakuwa vile nani reserve kwa ajili ya umeme. Kwa pale kwenye kikundi tulikuwa tumefanyaje? Tumekosa, lakini ila tukuna sehemu tuliomba tulikuwa tumepiga